wa Tukutane TV na kukaribisha kwenye taarifa yetu ya habari katika lugha tukufu la Kiswahili. Taarifa ya habari italetwa kwenu nami Bukuru Tantine Aldama, ambako nimekuandalia habari mbalimbali ikiwemo za mji wa Baraka na za nje ya mji wa Baraka. Kwa hiyo nakualika mtazamaji kuambatana nami mwanzo hadi tamati. Nasema karibu. Nilivyokujuza kwamba tutakuwa na habari mbalimbali na tukianzia katika mji wa Baraka ambako baba mmoja amepatwa na majeraha makali baada ya kupata kichapo kutoka kwa watu wanaohusiwa kuwa wa vikosi maalumu siku ya Jumapili ya wiki tunayo katika kata ya Kalingaside mjini Baraka. Akiwa katika mahojiano na mtangazaji wako wa Tukutane TV, baba huyu amesema ni vema serikali ya mji kuangalia namna gani ya kutenga askari hao kuishi sehemu yao na sio kuishi pamoja na raia ili kuepukana na majanga kama na hayo. Akiwa katika kijiji cha Bibokoboko ni kwamba kuhamasisha wananchi ili kuishi na amani kati ya makabila mbalimbali yanayoishi katika mji wa Baraka na tarafa la Fizi kwa ujumla ndio ilikuwa lengo kuu la wajumbe waliotumwa na rais wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi wakishindikizwa naye Kamanda Amuri William Yakutumba. Katika mahojiano yake na mwandishi wa habari wa Tukutane TV, Kamanda Amuri William Yakutumba ametoa mwangaza zaidi juu ya ziara hiyo. Nilipokea mjumbe kutoka Kinshasa. Nilipokea pale jana, alivuka akakuja akafika hapa. Leo nikaitwa kule kusema kama tumpeleke tumsindikize hadi kufika Bokoboko. Ndio tumpeleka. Kaenda akaonana na wale watu wa Bokoboko, akazungumza mambo ya kuleta amani kati ya mji wa Bokoboko na mji wa Baraka. Raia ya Bokoboko na Baraka iko na mawasiliano. Hivyo tu, hakuna lingine la kuongeza pale. Mjumbe kutoka Kinshasa, ni chargé de mission wa rais tena conseiller wake mumatiere ya pacification ya maeneo. Labda upande wako, kwa sababu umefere parti ya hiyo cortege, unaweza kuambia wananchi nini? Kwa sababu watu wanatathmini tofauti. Wengine wanasema na kuweje kamanda ya Kutumba anaweza kufika Bibokoboko namna gani, sijui. Wengine wanasema hivi, labda ungetoa mwangaza hapo kiongozi. Unajua ni processes. Nadhani kama serikali inatuma watu kuja kutafuta amani miongoni mwa maitini. Ndio processes inaanza. Hiyo ingali mwanzo wa processes. Mimi siwezi kuwa na komantere sana hapana. Ingali kecho ya kuona kwanza kabila zote waliona watu wa Buko, waliona watu wa Ngende Baraka, waliona Wafuliro, waliona wengine. Ingali processes inaanza polepole. Najua kama sisi mission yetu sisi kama vile wazalendo, mission yetu iko nyingine. Mission yetu kwanza ni kukombata agression étrangère. Agression yeyote mwenye iko agresseur wa nchi yetu anafuata kutunyang'anya nchi, anafuata kubalkanize nchi. Huyu mtu tunapaswa mkombatre kabisa na energy moja ya yule sana. Ile ndio mission yetu ile ya kukamata silaha. Hata hivyo, upande mwingine ameonyesha kuwa hakuna adui anayepatikana pa Bibokoboko kama wanavyofikiri wengine. Kamanda Amuri William Yakutumba amerejea mara tena. Mission yetu pia kama vile watu wenye kupambana na silaha, mission ya soda ni kufanya nini? Kulinda pia raia na mali zake. Ile kwa mission ya pili ya soda. Na tunajua kama Bokoboko iko eneo ambaye imeshikiliwa na jeshi la serikali. Bokoboko hakuna adui. Bokoboko iko jeshi la serikali ndio liko pale. Ni lazima watu waanze kuambiliwa. Sasa watu wanaanza kuingia mnaelewa tena. Wao jeshi latenganisha watu ni vipi? Watu walipigana hapa kupigana, watu wako matandazi tofauti. Hawa bana beko na tandazi hii, hawa wanaweza kuwa na tandazi hii. Alafu ilifo kuandaa watu pia sababu watoke mawazo ya kujiunga na waasi. Kama gisho umesema kiongozi, jumbe huyo maalum wa Rais Felix Tshisekedi alipofika, malengo kabisa ni kuangalia gisha ya kufanya upatanisho kati ya makabila wakiwemo Wanyamulenge pamoja na watu wa upande wa huku sehemu za Baraka, Fizi na sehemu zingine. Wewe kwa upande wako unakuwa na maoni gani kuhusu hiyo kauli ya huyo mjumbe? Mimi sijatoa maoni yangu, nakwambia kama sijatoa maoni yangu mimi. Maoni yangu ni kusema kwamba amani ni kitu ya kutafuta amani. Lakini kusema maoni yangu kuwe hizi hapa. Community zote zinapaswa kwanza kusensibilize community. Tuambie nini? Ile tu nikwambia mawazo yangu. Kwa watu waniuliza hata kule Bokoboko. Wakasema maaki hivi tunatafuta kushuka kule tuanze fika kule hata kesho tuanze fika. Ya Kutumba tuambia nini? Sasa hivi Barakirei na mjumbe mwenyewe alisema ile. Lakini nikasema Barakirei sababu siko ndani ya mahali ya wale wenye kule kushuka kwa kwanza. Wananchi
lile ambalo linaweza kuwa bora kwetu, sababu sisi wapambanaji wenye kupambana mavita tunaangaliaka namna ya vitu jinsi iko. Aloro ni kitu kilicho muhimu kusema kwamba watu wale wenye kule, sababu unaona watu waliuana sana. Kuna watu wanaweza sema hawa ndio waliua sana, hawa ndio waliua sana. Watu wote waliuana, wale wenye kule ndio walikuwa wale sema wale wa kule yulu waliua wa huko chini na wa huko chini waliua wa kule yulu. Ndio akasema watu wasameane, kwa kutafuta amani watu wasameane. Leo alisema hivi. Hata hivyo, upande mwingine ameonyesha kuwa hakuna adui yoyote anayepatikana katika kijiji cha Bibokoboko. Kwa hiyo naomba watu kuishi kwa amani na wengine. Tukiwa tu katika mji wa Baraka, mtazamaji, ni kwamba umezinduliwa mtihani wa kitaifa awamu ya kwanza kwenye shule la Mwenge wa Taifa mjini Baraka, naye meya kwa muda wa mji huu akishindikizwa na baadhi ya viongozi mbalimbali ikiwemo wa kielimu na wale wa kiserikali, ambako ni wanafunzi wapatao 24,940 ndio ambao wanasadikika kushiriki kwenye mtihani huo. Katika neno lake la ufunguzi, meya wa mji wa Baraka amesema kuwa ni vema wanafunzi hao kutoa woga wakati wa kufanya mitihani yao, kwa kuwa ni yale ambayo walifundishwa mashuleni ndio ambayo yataonekana kwenye mtihani huu. Upande wake Albert Bopiema, kiongozi wa jimbo la kielimu la Kivu Kusini ya pili, ameshukuru rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo vile na wazazi waliotuma watoto wao kwenye shule kulingana na hali ya vita ya sasa ambayo inaikumba nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hususan mashariki mwake. Na huko Kilembo ni kwamba shirika jipya la raia ndani ya sekta ya Lulenge tarafani Fizi linatuhumu vikali askari polisi waliotumwa eneo hilo ili kwa kufanya kazi, na ambako kazi hizo zinaonekana kuto kutendeka kihalali kulingana na tuhuma mbalimbali ikiwemo ile ya ulevi. Na katika mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko mjini Kinshasa ni kwamba idara za kiserikali DGDA, DGI na DGRAD zimekusanya zaidi ya dola za Kimarekani milioni 211 katika mwezi Aprili pekee mwaka wa 2026. Ripoti ambayo imetangazwa na waziri wa fedha nchini DRC Bwana Dudu Mfwamba.